Paul ni aibu. Kusimama na huyu mtumishi wa Mungu ni aibu. Wakamuacha peke yake. Kama kuna kitu watu hawapendi ni aibu. Wanasema hatuenda kusimama na huyu Paul, mwenda wazimu, kichwa mbaya huyu. Lakini Mungu alimsaidia akamuokoa na watu wabaya. Bwana asifiwe. Amen. Je, uko katika kiwango ambacho watu wasimami na wewe? Halo? Amen. Watu wenye umesaidia unatarajia sasa wakusaidie juu umekwama na wote wametoroka. Je, utaendelea kumngoja Bwana? Utaendelea au ukiingia kwa hizo nyumba ambazo watu waendi kwa makanisa, wengi wao watakwambia mimi nilifiwa na baba yangu, watu hawakuja kunisaidia. Mimi nilitoka kwa hiyo kanisa lakini siku nilikuwa kwa jela hawakuja kuniona. Mimi nilikuwa kwa hiyo kanisa mwimbaji lakini siku niligonjeka hawakuja kuniona. Kuna wakati ambapo Mungu anaruhusu watu wakuache. Aone kama yenyewe utasimama. Sisi ndio tulikuwa na hiyo ujinga. Hawakuja kunitembelea, hawakuja kuniona. Hiyo ilikuwa ni mtoto. Mimi saa hizi ukuje kuniona, ukoje kuniona, Bwana atanisaidia na ataniokoa katika mikono ya simba. Ukiwa unamfuata Yesu, mfuate kwa bidii. Whether watu wako na wewe ama hawako na wewe, provided Jesus is with you, you are sorted out. Hallelujah. Unataka watu wasimame na wewe uko na Mungu. Siwacha Mungu asimame na wewe. Watu wakikuja hata 1,000, 1 million wasimame na wewe. Baadaye tu wao ndio tena watakutoroka. Lakini weka bidii kumfuata Bwana hata wakati ambapo umetorokwa na watu. Na yenye naumanga sana ni wakati Wakristo wenzako wamekuruka. Kama unaweza shinda hiyo, Michael, wewe umesimama. Amen. Kama unaweza kushinda hiyo, wachana ya dunia. Hii ya kanisani. Saa hiyo tumengojea Pastor Mbele akuje kusaidie. Na kumbe Pastor Mbele naye ametoroka ameenda Amerika. Tena ukipiga simu inasema ni mteja. Watu wengi wamelani hata wachungaji. You don't need to curse anybody because sisi wote ni wanadamu, tuna udhaifu mingi. Kitu ufanye wewe, weka bidii kumfuata Bwana. Asiseme hivyo ndio tukue na watu kuruwe kanisani humu. Wale ambao sasa vitu kifanyika hawana haja. Wewe Mungu akusamehe katika jina la Yesu. Sisi hapa tunapendana, tunasimama na kila mmoja wetu. Ukitoroka ni wewe mwenyewe umetoroka. Hallelujah. Hallelujah, sikio maneno. Lakini kuna huduma huko nje, they don't care. Nenda mahali nyingine, whether umekuja, nobody cares. But here we care and we will continue to care. Because that is our nature. And nature of our Father Jesus Christ. Amen. Amen. Lakini kuna wakati ambapo watu watakuacha. Endelea, maana Bwana atakusaidia na atakutoa katika mikono ya simba. Mambo ambayo umeona kwamba yatakumeza, the Lord shall deliver you. Weka bidii katika Bwana. Kuwa na bidii kumfuata Bwana. Kuna wakati ambapo watu watakuacha. Kuna wakati marafiki watakuacha, ndugu zako. Umeacha na marafiki na mandugu, achana na kikwazo. Mungu anataka kuonekanie mwenyewe. Waachana ya mandugu. Ya mandugu wakishafanya wanasema hata haka tulikasaidia. Lakini Mungu akifanya amefanya. Petro wa kwanza 3:18. Soma hapo.